Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, bila shaka uko salama salmini. Mimi naitwa Christopher Beda Mwanajanduro na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mulibwanji popote pale mlipo. Naam, nipo na mzee wa data, angalau tupige story mbili tatu katika yale yanayotokea ya kiulimwengu wa kimichezo, na kubwa zaidi mwendelezo wa NBC Premier League. Kuna mengi tulizungumzaga huko nyuma, na hapa kuna jambo muhimu natamani nizungumze naye siku hii ya leo, na hii ni mara baada ya Young Africans kushinda goli 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Hadi hivi sasa Young Africans kuna jambo gani ambalo pengine wamelitengeneza katika mechi yao dhidi ya Tanzania Prisons? Mzee wa data huyu hapa. Yes. Naam, mzee wa data, na imani uko salama kabisa. Yeah. Na hapa swali langu, mara ya mwisho tulishawahi kuzungumza katika jukwaa hili juu ya Young Africans kwamba katika mechi 28 walifikia rekodi yao katika msimu uliopita kufunga mabao 71. Na hadi kufikia jana Yanga amefunga mabao 5. Sasa nilikuwa natamani sasa angalau katika matokeo yale, na ukija kujumlisha na ile rekodi ambayo uliniambia, pengine Yanga wana nini kingine ambacho wamekifanya? Kwanza kikubwa kama ulivyotoka kueleza awali, unajua Yanga mpaka kufikia mechi 28 kufunga mabao 71 ni rekodi ya kwao binafsi katika ligi kuu Tanzania bara. Tangu ianzishwe Yanga hakuna msimu wowote waliwahi kufikisha mabao 71 isipokuwa msimu uliopita. Mwingine ambao alifunga mabao mengi ni msimu wa 2014-15 walifunga mabao 70. Lakini mingine yote bila kujali idadi ya mechi ilikuwa ngapi, kwa sababu Chris na watazamaji wako, ligi kuu Tanzania bara imekuwa na mabadiliko mengi. Kwa mfano kulikuwa na msimu ambao mechi zilikuwa 26, kuna msimu mechi 34, kwa maana kwamba timu zilikuwa 18. Kwa mfano msimu wa 2020-21 kuna msimu mechi zilikuwa 38 kwa sababu timu zilikuwa 20. Kwa mfano msimu wa 2018-19, 19-20. Sasa bila kujali idadi ya timu ni ngapi, mechi ni ngapi, Yanga haikuwahi kufunga mabao 71 isipokuwa msimu uliopita. Ilimaliza na mabao hayo, kwao ikawa rekodi Yanga. Lakini msimu huu wameleta mpya. Ni kwamba kabla hata msimu kumalizika, mechi walizocheza ni 28. Maana hiyo unaosema ilikuwa mechi 27. Unaambia mechi 28, hapana. Zilikuwa mechi 27. Sasa wana mechi 28, mabao 76. 76 Chris, maana yake ni nini? Kwamba kwanza Yanga wamevunja rekodi yao wenyewe. Yanga zote unazojua wewe, tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza, taja wakali master wengi waliopita, hakuna msimu ambao wamefunga mabao mengi kwa idadi hii ya msimu huu. Yani Yanga kina Fisto Kalala Mayele, si juzi tu hapa. Yanga ya kina Thabani Kamuso kama unakumbuka, kampa tena. Yanga ya kina Mrisho Ngasa, ya kina Jerry Tegete, Yanga tofauti, Ibrahim Ajib, Migomba na wengine, rudi nyuma. Hakuna Mbuyu Tite. Yani katika ligi kuu Tanzania bara hawajawahi. Safari hiyo wamefunga mabao 76, ni rekodi kwa Yanga yenyewe. Lakini kuna rekodi nyingine tena wameweka kutokana na kufunga mabao 76. Katika ligi kuu Tanzania bara, timu au rekodi iliyokuwapo kabla ya mechi ya jana Yanga dhidi ya Tanzania Prisons ilikuwa inashikiliwa na Simba. Ni rekodi tunaita MPG, minutes per goals, kwamba unatumia dakika ngapi kwa wastani kufunga bao. Hii ni Simba ya msimu 2022-2023. Ni msimu ambao bingwa alikuwa Yanga, Simba walimaliza nafasi ya pili. Lakini Simba walimaliza nafasi ya pili Chris wakiwa na mabao 75. Ambapo kwa mechi 30 kwa msimu tunazungumzia dakika 2700. Yaani 90 mara 30 kwa sababu kila mechi si dakika 90. Sasa 2700 ndo dakika. Gawanya kwa idadi ya mabao walifunga msimu wa 2022-2023 ambao ni mabao 75. Utagundua kwa wastani Simba ilikuwa inafunga bao kwa wastani kila baada dakika 36, ambayo ilikuwa ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Nadhani tumeelewana vizuri. Sasa zile dakika 36 kwa wastani kwa goli zilikuwa ni rekodi tangu ligi kuu ianzishwe kama nilivyotoka kueleza. Lakini ukiangalia kwenye ligi bora nyingine barani Afrika, tangu msimu wa 2010-2011 mimi nimefuatilia mpaka kufikia jana kabla Yanga hawajacheza,
ilikuwa Simba ndo ana rekodi hiyo katika ligi kuu bora zote. Ama inamaanisha ligi kuu ya Misri hakuna timu ilikuwa na wastani wa kufunga mabao baada ya msimu kumalizika, wastani wa bao moja kila baada ya dakika 36. Ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF ni ligi kuu ya Misri, namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, 4 ligi kuu ya Algeria, 5 ligi kuu Tanzania bara, 6 ligi kuu ya Tunisia, 7 ligi kuu ya Angola, 8 ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 9 ligi kuu ya Sudani, 10 ligi kuu ya Ivory Coast, hata ukiongeza nyingine hapa kwa maana ya Libya, Nigeria, hakuna ambayo tangu 2010 hakuna timu ambayo imewahi kufunga mabao kwa wastani wa kufunga bao moja kila baada ya dakika 36. Note hapa na kueleza Chris na watazamaji wako ni kwamba tunapozungumza hapa hatumaanishi idadi ya mechi tu, tunaangalia dakika zilizochezwa kufunga mabao husika, na tunalinganisha MPG, minutes per goals, kwa sababu uwezo ukachukua magoli halisi kulinganisha, kwa kuwa kuna baadhi ya ligi mechi 34, kuna baadhi ya ligi mechi 30 kama Tanzania, kwa mfano ligi kuu ya Algeria ni mechi 30. Kuna baadhi ya ligi hazifiki idadi ya mechi kama zilivyo hapa. Kwa hiyo ili kulinganisha uwezo ukachukua magoli halisi ulinganishe, kwa sababu kuna timu zinacheza dakika nyingi kwenye ligi zao kulinganisha na hapa. Kuna timu zinacheza dakika chache kwenye ligi zao kulinganisha na hapa. Kwa sababu hiyo ndio maana unachukua dakika gawanya kwa idadi ya mabao ndio unapata MPG, minutes per goals, kama kipimo cha ulinganifu. Sasa Yanga baada ya kufunga mabao 5 jana, hapa tunapozungumza mechi 28, lakini unapozungumza mechi 28 kwa Yanga unazungumza ni dakika 2520. Mabao wamefunga bao 76, utachukua 2520 gawanya kwa 76. Utagundua hii minutes per goals Yanga hivi sasa ni dakika 33 na sekunde 12. Si mshanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri sana. Kutoka wastani wa dakika 36 kwa kufunga bao moja, ambao ndo rekodi kwa ligi kuu Tanzania bara na rekodi katika ligi bora barani Afrika tangu 2010 mpaka sasa. Yanga hivi sasa inafunga bao kwa wastani dakika 33 na sekunde 12. Kwa hiyo hii ni rekodi mpya, lakini point to note, inaweza ikaboreshwa zaidi, kwa maana dakika zikapungua zaidi kwa kufunga ama kupungua kwa sababu Yanga bado ana mechi 2 mkononi. Wastani wa dakika 33 na sekunde 12 katika mechi 28. Matokeo yao inategemea na Dodoma Jiji, inawezekana wasifunge goli. Matokeo yao inategemea mechi ya dabi dhidi ya watani zao jadi Simba Juni 25. Inawezekana wasifunge goli au wakafunga goli moja. Ule wastani hautakuwa tena dakika 33 na sekunde 12, itapanda kidogo. Unajua katika wastani ukiona dakika nyingi maana yake timu inachelewa kufunga. Dakika zikiwa chache hiyo timu ndo kali zaidi. Kwa hiyo Yanga kwa sasa dakika 33 kila baada ya sekunde 12 ni rekodi. Swali ni kwamba je, kwenye mechi 2 zilizobaki itaendelea kumaintain? Ila la uhakika kabisa ni kwamba ishavunja rekodi ya Simba ya bao kila baada ya dakika 36. Kwa sababu gani Chris? Simba ilifanya hivyo kwa kufunga bao 75 kwa msimu mzima, mechi 30 2022-2023. Yanga ishafunga bao 76. Maana yake nini? Hata wasipofunga bao lolote katika mechi zilizobaki, bado wao watakuwa na rekodi mpya kwa ligi kuu Tanzania bara, kwa Afrika, kwenye ligi kuu bora 10 barani Afrika. Nadhani umenielewa vizuri. Lakini kuna jambo lingine. Yanga inayo fursa ya kuandika rekodi mpya ya mabao halisi bila kujali muda. Hapa nilikupa wastani wa MPG, minutes per goals. Lakini kwenye mabao halisi bila kujali idadi ya mechi, kwenye rekodi katika ligi kuu Tanzania bara inayoongoza kwa mabao mengi bila kujali idadi ya mechi katika msimu ni Simba. Kuanzia ligi kuu Tanzania bara ianzishwe, msimu ambao timu imefunga mabao mengi sana ni Simba. Imefunga mabao mengi msimu wa 2019-2020. Mechi zilikuwa 38 kwa sababu ligi ilikuwa na timu 20. Simba ilimaliza ligi na mabao 78, ndio rekodi. Lakini 2020-2021 Simba ile iliyokuwa na kina Chris Kope Mushimba Mugalu, Johnny Boko, Medi Kagere, ina kina Hassan Dilunga, Cletus Chota Chama, Jose Louis Mixon, Pasco Awa, Kapombe, Shabalala, Manu na wengineo, kwa sababu wengine bado wapo, wengine hawapo. Mzamiru pia yupo katika orodha hii. Simba msimu ule ilitoa ubingwa, ilimaliza ligi ikiwa na mabao 78, ikiwa imecheza mechi 34 kwa sababu ni ligi ambayo ilikuwa na klabu 18 kwenye ligi. Kwa hiyo mechi 34 Simba ilifunga tena mabao 78. Lakini kwenye ligi ambayo ina timu 16, mechi manake 30, haijawahi timu kufunga mabao ya idadi hii ya mabao 78. Lakini kwa sababu tumesema tunaangalia magoli halisi,
bila kujali ligi ilikuwa na timu ngapi, Simba ndio inaongoza kwa misimu miwili, ilifunga mabao 78. Msimu wa 2018-19 kwa mfano, Simba ilifunga mabao 77. Lakini Yanga yenyewe wakati inatoa ubingwa kuonyesha kwamba mabao 78 ni mingi kiasi gani, ubingwa wake wa kwanza katika hii mitatu mfululizo uliochukua msimu wa 2021-22 ikiwa chini ya Nasreddin Nabi, Yanga ilimaliza msimu ikawa bingwa unbeaten. Mechi 30 imeshinda 22, sare 8, ilifunga mabao 49. Upo? Lakini hivi sasa mechi hizo 30 imecheza mechi 28, ina mabao 76. Kwa lugha nyingine, imebakiza mabao matatu tu ili kupiku rekodi ya Simba ya mabao 78 ambayo iliweka katika misimu miwili nitoka kuitaja, 2019-2020, 2020-2021. Ikifunga mabao mawili katika mechi mbili itafikia rekodi ya Simba. Ikiongeza mabao mengine, yani matatu, 4 na kuendelea, itakuwa ni rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara kwa idadi ya mabao bila kujali idadi ya mechi katika msimu. Nadhani umeeleka vizuri. Kwa hiyo Yanga kwa kasi hiyo inayokwenda nayo inaweza ikawa ni nafasi kwao kuweka rekodi katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji, wana mechi ya dabi dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe msimu ule 2021 wanafunga mabao 78 Simba. Top scorers, wafungaji bora katika ligi, wa kwanza alitoka Simba ambaye ni John Boko, mabao 16. Wa pili alitoka Simba ambaye alikuwa ni Chris Kope Mushimba Mugalu, mabao 15. Wa tatu alitoka Azam, Prince Mpumelo Dube, mabao 14. Wa nne alitoka Simba, Medi Kagere ambaye alikuwa na mabao 13. Kwa hiyo katika top 4 watatu walitoka Simba. Msimu Yanga kinachowabeba eneo lao la ushambuliaji kutoka katikati ya mstari wa uwanja, kuanzia viungo ushambuliaji pembeni na kati na mshambuliaji kinara, wote wamekuwa wakifunga. Peodo Pacome Zouzoua kufunga mabao mawili mechi dhidi ya Tanzania Prisons wakati wa 25 bila. Maana yake sasa idadi ya mabao aliyofunga yamefika mabao 11. Lakini kumbuka ana assist 9. Kwa hiyo ameshachangia mabao 20. Lakini kuna Clement Mzizi Walid kabla ya mechi ya jana alikuwa na mabao 13, assist 3. Kaongeza assist nyingine jana bao lofunga Chama. Kwa hiyo mabao 6 aliyochangia anakuwa mabao 17. Lakini kuna Dube hakufunga dhidi ya Tanzania Prisons, aliumia kaingia Chama, lakini bado akiba yake ya mabao ana mabao 13, ana assist 8, kachangia mabao 21. Kwa hiyo wanafunga hapa. Stefan Aziz Ki simtaji kwa sababu hayupo. Maxim pia Nzengeli ana mabao 5, assist 9, kachangia mabao 14. Adi Brabaka na mabao 4. Katika mtindo huu maana yake inawajengea matumaini kwamba pengine wanaweza kuongeza mabao. Yanga mpaka sasa kabla mechi dhidi ya Tanzania Prisons ndio timu inaongoza kufika kwa wapinzani kufanya jaribio, piga mashuti 324 kabla ya mechi ya jana. 184 imelenga lango. Baada ya mechi ya jana baada ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons wamepiga mashuti ya kulenga shabaha 7 ongeza na 184 washapiga mashuti 191. Mabao wamefikisha 76. Kabla ya mechi ya jana mabao yao 71 katika mashuti waliopiga 324. Maana yake goal conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa 22% na kuwa miongoni mwa timu zenye uwezo mkubwa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Yanga kwenye kiwango bora. Swali ni kwamba japo hujaniuliza, hizi mechi mbili zilizobaki, mechi dhidi ya Dodoma Jiji ya Meki Maxime ambaye katika mzunguko wa kwanza walifunga 4 bila, mechi dhidi ya watani zao wa jadi Simba ambao katika mzunguko wa kwanza walishinda 1 bila, bao la kujifunga la Kevin Kijiri, kwamba walivuna mabao 5 katika mechi za mzunguko wa kwanza dhidi ya timu mbili walizobaki nazo kukamilisha msimu, kwa maana Dodoma Jiji na wekundu wa Msimbazi Simba. Je, nini watakachokifanya katika mechi hizi mbili? Juni 22 dhidi ya Dodoma Jiji pale New Amani Complex visiwani Zanzibar, Juni 25 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba watani zao wa jadi, bonge la dabi la Kariakoo. Wataendeleza kasi hii ya ufungaji ambayo imekuwa tishio? Hilo ni swala la kusubiri bwana Steve. Bwana Chris. Naam, mzee data, mimi nimekuelewa kwa uzuri na nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Naam. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha
kuburudisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.